Licha ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba hataki tena kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini taarifa zinaeleza kwamba rais huyo wa Marekani kupitia jeshi lake wanaandaa idadi ya wanajeshi karibia 4,500 hadi 5,000 pamoja na vifaa vingine vya kivita Mashariki ya Kati kwa ajili ya kwenda kupambana na Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuwezesha upatikanaji wa nishati. Rais huyo wa Marekani ambaye ameomba msaada kutoka kwa Japan, licha ya kwamba amekosa msaada huo na kuomba kupitia washirika wa NATO, sasa anataka kutumia njia mbalimbali kwa ajili tu ya kufungua mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, baadhi ya wasaidizi wake wamemwambia rais huyo wa Marekani kwamba bila kufungua mlango bahari wa Hormuz kwa kutumia nguvu ni kwamba Marekani itakuwa imedhalilika, na hivyo lazima nguvu kubwa itumike kufungua mlango bahari wa Hormuz. Lakini pia rais huyo wa Marekani ambaye katika nyakati fulani alisema kwamba hahitaji tena kutumia nguvu isipokuwa diplomasia inapaswa kuchukua mkondo wake kutokana na namna ambavyo washirika wake wanampa ushauri. Sasa inadaiwa anataka kuangalia mambo mawili. Kama diplomasia ikishindikana, basi aendelee na vita, na idadi hii ya wanajeshi 4,500 hadi 5,000 wataweza kufanya mapambano zaidi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi lake la IRGC ambalo kimsingi limeweka wazi haliwezi kuruhusu kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz na wala haliwezi kuruhusu mazungumzo kwa sasa dhidi ya Marekani iliyoamua kufanya mashambulizi na kuua viongozi wakuu wa jeshi akiwemo kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei. Wakati huo Iran katika wanajeshi wake zaidi ya milioni 1 imepeleka zaidi ya wanajeshi 2.5 kwa ajili ya kulinda mlango huo bahari wa Hormuz. Hata hivyo, wanajeshi hao wanasema kwamba jeshi lao lina uwezo zaidi kuliko chochote na wataweza kulinda mlango huo. Hakutakuwa na namna ya kufungua isipokuwa ni vita vikali vitakavyorindima katika eneo hilo. Washauri wa rais huyo wa Marekani pia wanaangazia namna ambavyo Marekani itapata hasara katika eneo hilo, kwa maana Marekani si tu kutumia rasilimali ambazo itenda nazo huko ambazo pia zinagharimu mamilioni ya fedha, lakini pia ni Marekani ambayo italazimika kutumia baadhi ya silaha zilizopo nchini humo zenye uwezo wa kufika nchini Iran, jambo ambalo itailazimu Marekani kutumia fedha nyingi. Pete Hegseth, waziri wa vita wa Marekani, alisema kwamba Marekani wakati huu inahitaji dola bilioni 200 kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran, labda ndio itaweza kushinda. Hata hivyo, Marekani ambayo imesema kwamba itahakikisha inashinda vita hivi kwa kutumia mbinu zozote, wakati huu rais wake amesema anahitaji kuingia katika mazungumzo ya dhati ya kumaliza vita hivyo. Mtazamaji wa The World News, vita vimeingia katika wakati ambao sasa Marekani inahitaji kuvimaliza, licha ya kwamba ilisema imeshashinda katika vita hivyo. Rais wa Marekani Bwana Trump alitangaza hadharani na katika umma wa Amerika ambao sasa wanashindwa kumuelewa na kumwamini kwamba Marekani imeshinda vita hivyo, lakini cha ajabu wakati huu anahitaji mazungumzo ili aweze kufungua mlango bahari wa Hormuz, lakini kwa njia nyingine ambayo huenda akaitumia ni idadi kubwa ya wanajeshi ambao wanaelekezwa huko Mashariki ya Kati kwa ajili ya kwenda kupambana dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.